Mke wangu akawa ameuza uji ndani ya mwaka mzima. Anaamka saa 11 saa. Anaamka saa 9 kupika uji nyumbani. Zile chupa ndogo hizo za vikombe 4. Anaenda kuuza, kuna sehemu ambazo magari ya kwenda Mwanza mjini yanatoka, ndio stendi yetu ya pale mahali hapa. Yes, nikushukuru sana kwa kuendelea kuwa mfuatiliaji mzuri sana wa kituo chako bora kabisa cha matangazo cha NYTV. Langu jina ni Messi Malio. Asante kwa kuwa mdau mzuri sana. Hujatuchoka, tunaendelea kukuletea habari na matukio mbalimbali. Tunaendelea kukuletea ziara za kuweza kufika katika makanisa machanga yaliyoko vijijini. Tuko hapa mkoani Shinyanga katika kata ya Seseko. Nimemtembelea mtumishi wa Mungu ambaye anamtumikia Mungu mahali hapa katika kata ya Seseko iliyoko hapa mkoa wa Shinyanga, kanisa la TAG Adonai. Tunapata kuzungumza na mtumishi wa Mungu mchungaji Job Samuel ambaye anamtumikia Mungu mahali hapa. Ni mchungaji ambaye hakika amepitia changamoto nyingi za huduma, lakini pia changamoto hizi pengine zimepelekea hata kutokuwa na amani na familia yake, na haswa ni kutokana na hali ya kiuchumi ambayo anaipitia. Ni mtu ambaye anapambana sana na ambaye hakika ana wito, hakujiita tu mwenyewe, lakini aliitika wito ambao Mungu alisema naye kwa muda mrefu, na akakubali kwa ajili ya kuja hapa Shinyanga kwa wito maalum kabisa ambao Mungu alisema naye moyoni kuja kumtumikia Mungu mahali hapa. Changamoto ni nyingi za huduma, wachungaji wako kila mmoja ana changamoto zake ambazo anazipitia, na changamoto pia zinatofautiana ukubwa na namna ambavyo unapita. Lakini huyu pia nimeona na changamoto kubwa sana ambao anaipitia ya hali ya kiuchumi. Ameweza kupata watu wa Mungu ambao wamemshika kidogo, kuweza kupata kajengo kadogo ambacho amekajenga hapa kwa ajili ya kuabudu. Lakini pia maisha ya kiuchumi ya kifamilia yamekuwa magumu, jambo ambalo pia hata yeye mwenyewe anakiri na kueleza kwamba imepelekea hali fulani ya kutokuwa na uelewano mzuri, pengine amani na familia, kwa sababu haswa ya hali ya kiuchumi. Kama ambavyo tunajua anayeitwa haswa ni mchungaji. Kwa hiyo kuna wakati mwingine pia inapelekea pia familia kutokuelewa unapokuwa wanapitia changamoto fulani za kiuchumi. Wanaona kuna huduma za kifamilia wanazihitaji, pengine wazipati kwa wakati au hawazipati kabisa. Kwa hiyo nikusihi sana mtazamaji wa NYTV, popote ambapo unaifuatilia NYTV, karibu sana usikilize ushuhuda wa mtumishi wa Mungu, maisha ya kiutumishi na huduma ambayo anayapitia. Na wewe ambaye umeendelea kuwa mdau mzuri sana wa kufuatilia NYTV na umekuwa ukiguswa kwa namna moja au nyingine tunapokuletea shuhuda mbalimbali za kazi za watumishi wa Mungu ambao wanamtumikia Mungu huko vijijini. Na mimi ambavyo nimekuambia, chombo hiki ni chombo cha umisheni haswa. Tumejikita pia kuweza kufikia huduma za watumishi wa Mungu walioko huko vijijini, ili haswa wewe ambaye Mungu amekubariki kwa kidogo, basi uweze kuguswa kwa namna moja au nyingine, ili uweze kusapoti kazi ya Mungu pia hapa kijijini katika mkoa huu wa Shinyanga. Basi karibu sana tunapokwenda kuzungumza na mchungaji, lakini pia tutapata wasaa kusikiliza kuzungumza pia na mke wake, aeleze changamoto ambazo wanazipitia za kihuduma, lakini pia za kifamilia. Mungu wa mbinguni akubariki sana tunapokwenda kuzungumza au kuweza kusikiliza mahojiano haya. Habari za huduma? Tunashukuru Mungu. Kwanza kabisa mimi ni mwenyeji wa hapa. Ni mzao wa hapa. Nimekulia hapa kijijini, nimesomea hapa kijijini. Na familia yangu iko hapa. Amen. Na asilimia kubwa ya hapa kijijini ni ndugu.
Kwa Shinyanga kwenu kabisa. Ni kwetu kabisa. Ni lini ulimjua Kristo kwa maana ya kuokoka? Kwanza kabisa niliondoka hapa 2006. 2006 nikatoka hapa kuelekea Kilimanjaro. Kwa ajili tu ya utafutaji hivyo. Okay. Nimefika Kilimanjaro pale. Sasa wakati naondoka nilikuwa Mkristo wale wa kawaida, dini zetu zile za kwanza hizi. Nisingependa kuitaja jina. Kama ni kwa hiyo nimeenda Kilimanjaro nikiwa Mkristo. Fika huko kwanza kusali huko. Lakini nilipofika huko tena nikutana na kitu kingine ambacho sijawahi kusikia. Kutana na walokole huko wanahubiri nyumba kwa nyumba. Okay. Kwa hiyo ikawa changamoto kwangu tena. Unakutana nao kwambia habari za Yesu, sasa unashindwa kuelewa. Ukijipima na wewe ni Mkristo na sali dini ya Kristo. Sasa nashindwa kuelewa hii kitu gani tena. Wananiambia nini cha tofauti? Lakini kwa kweli mpango wa Mungu ukishafika umeshafika. Endelea hivyo, lakini kila watu wale wakitoka unaanza kusikia sauti ndani ya moyo wako inakueleza kile walichokuwa nasema. Endelea hivyo lakini wakati nikiwa kipindi hicho nilikuwa na matatizo kwa yananisumbua pia ambayo hayakuwa sawa kwangu. Kiafya unamaanisha? Hapana, sio kiafya tu. Yaani usumbufu mwingi sana wakati wa kulala. Unakuta upati usingizi wa kutosha. Okay. Yaani ukilala tu mpaka kufika muda wa kulala unajisikia vibaya. Maana unaenda kukutana na hali nyingine tena ambayo hakuna usingizi, yani unaona tu mateso makubwa kwenye usingizi. Mara nyingine ukiamka hata kama unatembea ukiwa umesinzia, mara nyingine unasinzia bila kujua. Kwa hiyo hata kama ni ajali ungeweza kukutana nayo. Lakini Mungu alikuwa ananiokoa kwa namna fulani. Unakuta unatembea kwenye barabara kubwa kabisa yenye magari mengi, lakini unasinzia bila kufahamu, utakuja utambue ukiwa umeshafumbua macho. Kwa hiyo nilikuwa nashangaa hicho kitu kwamba hivi Mungu alikuwa ananisaidiaje hapa. Yaani ni hali tu fulani ambayo kwa kweli. Kwa hiyo tumeendelea hivyo, lakini kutoka 2006 mpaka 2008 mwezi wa 8 ndipo sasa siku moja kulikuwa na mtu ambaye nilikuwa naishi naye, alikuwa anasali kwa askofu wetu Emmanuel Lazaro. Baba yetu pale. Sasa ikabidi nimfuate ule mtu kumwambia twende kanisani kwenu leo. Nikaenda kwa mara ya kwanza kwa askofu Emmanuel Lazaro pale. Pofika hapo kakuta kanisa limejaa. 2008 hiyo. Limejaa kanisa, mchungaji anahubiri. Lakini kwa sababu tulikuwa tumechelewa, muda tuliofika ni wa watu kuokoka. Sasa kufikia hapo sasa nimefika pale, nasikia pastor anasema kama kuna mtu anamhitaji Yesu, tunataka apite huku mbele. Nikamuuliza mwenzangu kwamba vipi? Nasikia mchungaji anasema hivi. Akaniambia nenda. Kwa kweli nilishangaa ujasiri huo nilioupata. Mara ya kwanza umefika pale lakini unajiamini kweli kweli. Nikapita moja kwa moja mpaka mbele. Nilipopita hivi nikaona na wenzangu wengine wamejitokeza. Tukasimama pale, tukaongozwa na toba na mchungaji na wazee wa kanisa. Tukaombewa pale. Tulipoombewa kwa kweli kuanzia siku hiyo, shuhuda ya kwanza niliyosikia siku hiyo baada ya kuombewa pale kumpokea Yesu. Kwanza nilisikia uhuru kwenye mwili wangu, nikasikia mwepesi. Kitu cha kwanza ni amani iliingia ya ajabu sana. Yaani hata nikipewa maiki kuongea pale nilikuwa tayari. Maana kwanza nina ujasiri wa kipekee. Naona. Kwa hiyo niliporudi nyumbani siku hiyo Jumapili, kuanzia Jumatatu, usingizi wa Jumapili kuamkia Jumatatu, kwa kweli nililala vizuri mno. Yale kuwezeka haipo tena. Ile usumbufu haikuwepo, nikalala usingizi wa kutosha. Ndipo sasa nikaanza kupata ushuhuda ndani ya moyo wangu kwamba kumbe ndio hivi. Kumbe huyu ndio Yesu sasa. Nimempata. Nikaendelea kuwa najikagua mwenyewe. Jumatano nilisikia mchana kabisa saa 8 hivi nasikia sauti moyoni mwangu inaniambia ingia ndani ukaombe.
Kwa mara ya kwanza nikaingia, naambiwa nyanyua mikono ombe hivi na hivi. Kwa kweli sikuelewa hata kinachoendelea, ila nasikia msukumo tu ndani ya moyo kwamba fanye hivi, fanye hivi. Baada tukaanza kuomba pale ndani, niko mwenyewe. Nashangaa kitu cha ajabu kabisa kilichonitokea. Ni kulia mwenyewe bila hata sielewi kwamba machozi yanatokaje haya. Alafu naomba, nasikia maelezo, yani msukumo ndani ya moyo wangu kwamba omba hivi, omba hivi. Mara ya kwanza machozi yanatiririka kwenye macho. Sasa nikakumbuka huku kwetu huku dini hii ya kilokole ilikuwa haipendwi sana na watu. Yaani inaonekana dini ya ajabu mno, dini ya kulia siji nini. Sasa nilipokumbuka pale nikajiuliza mbona nalia, ndio nikakumbuka hii kitu. Lakini ile sauti kanijibuje kwamba watu wangu wao wanalia. Waliokoka wao wanalia. Sasa wanalia kwa sababu gani? Wanalia kwa sababu mimi Mungu ninapoingilia maisha yao naanza kumtengeneza mtu ili awe kama ninavyotaka mimi. Maana yake kuna vitu vinatoka. Kwa hiyo kuanzia pale kila usingizi nikienda kulala naona kama kuna nguo fulani, kuna ngozi fulani naivua kila siku. Naona. Yaani kila siku nikienda kulala unaanza kuvua ngozi, yani ngozi inabanduka kwenye mwili. Na ilikuwa ni mapambano. Naona. Paka ile ngozi kweli ilikamilika mpaka ikatoka kama ndani ya wiki kama 2 hivi. Unaona ngozi tu inatoka. Yani wewe mwenyewe yani kwa mikono yako unaitoa ile ngozi. Unaitoa kama unavua nguo kwa mikono yako. Mwisho ile jambo likafanikiwa. Kuanzia hapo sasa vita vingi sana nilivyopitia, kila ndoto noiota ni mashambulizi ya huku. Ni mapambano makubwa ya huku tu. Unaona, sasa 2010 na kitu hapo, ingawa sijaikali sana huo mwaka. Ndipo sasa siku moja hapo sasa nilikuwa naishi maeneo ya Shantytown. Kwa mzee mmoja hivi nilikuwa tunafanya kazi hapo kwake. Sasa siku moja mimi mara nyingi sana nilikuwa nahudhuria kasiezi. Pale kanisani. Maana tangu nilipookoka nilibaki hapo kanisani kwa Lazaro. Kwa sasa wakati naenda mida ile ya saa 8 kuhudhuria siezi. Sasa siku moja natembea barabarani hivyo. Hapo sasa ndipo wito wangu ulipoanzia. Wakati natembea nikajikuta nimeshasinzia. Naona. Yaani umekuja usingizi mzito kanichukua. Ghafla. Sasa ule usingizi uliponichukua nikaanza kusikia kama mtu anazungumza ndani yangu. Ananieleza. Hapo natembea. Niko mwenyewe mchana kabisa saa 8. Natembea sasa nasikia mtu mwenyewe ananiambia habari ya kutumika. Sasa mawazo yangu, fikira zangu nilikuwa nafikiria kwamba watumishi wa Mungu lazima mtu awe amesoma sana, ana elimu kubwa. Na ana maisha mazuri pia. Sasa katika maswali yangu yote hayo, ile sauti inazungumza kutumika, nilipewa majibu yote. Kwamba wakati naniambia kutumika, mimi mwenyewe moyo wangu unajibishana kwamba nawezaje kutumika, mimi ni maskini hivi, kwanza sijasoma. Kwa hiyo Mungu akaendelea kunijibu maswali yangu. Ananijibu yote. Tena alikuwa anaongea kwa upole, kwa upendo sana. Yaani sauti ya utulivu ambao kweli mimi mwenyewe nilishangaa. Ilikuja ndoto moja ambayo kabisa ilinifanya mpaka nimfuate ya mchungaji nikimuulize. Ile ndoto iliyokuja, niliota nikaona moto kwenye kijiji hiki. Huku kwetu huku miaka ya nyuma, maana mvua zilikuwa bado nyingi sana kuliko sasa hivi. Haya mashamba yote yanayozunguka haya, hata huku mlikotokea hivi, yalikuwa kanaota majani mpaka nafika hapa. Naona. Na alikuwa na mifugo wengi sana maeneo haya. Sasa ile ndoto ilipokuja nikaona moto unawaka kuzunguka kwenye mashamba huku kote. Lakini ule moto unakuja kijijini. Sasa hiyo ndoto kwa kweli ilinisukuma kwenda kuongea na Askofu Manuel Lazaro. Na wakati ndoto hiyo naiota nilikuwa nimelala, nilikuwa pembeni kwenye reli kule. Kuna reli inapita huku. Kulikuwa na washirika wawili ambao walikuwa ni mume na mke. Sasa wale washirika nikawa nao na waona niko nao huku.
Yule mama alikuwa amenishikilia, lakini yule baba anawaelekeza wale watu, maana sasa kijiji kimetaharuki. Watu hawajui wafanye nini. Na ule moto unakuja, ni moto kweli kweli. Sasa nikaona watu kama wanakimbia kwenda hivi kutoka kijijini wakutane na moto, yani watoke ndani ya kijiji huku. Sasa na ule moto unakuja kwa nguvu, umezunguka huku unawaka, huku unawaka, huku unawaka. Sasa ile hali nilikuwa najisikia uchungu mkubwa. Moto unapowaka, wakati moto unakuja nasikia uchungu, maumivu, kwamba yule mama anamwambiaje, niachie nikauzime moto. Najisikia hivyo kwenda kuuzima moto, lakini yule mama amenishikilia kwa nguvu, ananiambia hamna, utoki hapa. Hivyo mpaka nikaanza kulia kwenye mikono yake. Anambia niachie, ameningangania tu. Unaona? Sasa inaendelea hivyo na moto unakuja. Kile kitu sasa, yani alafu ndani yangu nasikia yani kwamba kuna nguvu fulani nazidi kupanda ndani yangu. Ya hasira fulani ya ule moto ni ufate. Sasa wakati ile hali inakuja, watu wanakimbia ovyo, hawajui wafanye nini. Yule baba anawaambia, "Rudini, nendeni katikati ya kijiji." Sasa nashangaa ule moto wakati unakuja, kulikuja neno ndani ya moyo wangu ambalo lilisababisha ule moto kazima. Nikasikia kama neno fulani lenye mamlaka ndani yangu, nikauamulisha ule moto kwa jina la Yesu, wewe moto zimika. Ule moto kazima pale pale. Yaani kazima kabisa. Ulipozima tu hivyo, tayari ile ndoto ikafanyaje? Ikaishia hapo. Sasa nilipoamka kwa kweli ilinisumbua sana. Ikabidi sikumbuki nichukua siku ngapi, lakini ilinisumbua sana moyoni mwangu. Ikabidi nimfuate askofu siku moja ofisini. Nikamweleza, baba, kuna jambo hili na hili limenitokea. Nimeona hiki na hiki kwenye ndoto. Sasa yule askofu Manuel Lazaro alikuwa na roho ya unabii fulani hivi ya kuelewa vitu vingine. Nilipomweleza tu akaniambia, kijana, Mungu anakutaka. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Mungu anakutaka uende kule. Alinieleza kitu kigumu, kaniambia kwamba ule moto uliouona ni moto wa jehanamu. Na wale watu usipoenda wewe kule, wale watu wanaenda motoni. Maana yake ule moto unakuhitaji wewe ili ukauzime ule moto. Kama umeweza kuuzima kwenye ndoto ule moto, maana yake wewe Mungu anakutaka uende ukauzime ule moto. Wale watu wataenda wapi? Jehanamu. Na kweli aliponieleza hivyo nikatafakari maisha ya huku. Kwa kweli sikupingana hilo. Kwa sababu huku mambo ya kiroho hayajafika bado. Hata hili ndio kanisa mojawapo la Kipentekoste. Na kuna la wenzetu lipo hapo limetangulia EGT, liko kule zahanati pale. Unaona? Ingawa lenyewe bado halijanani sana. Liko kawaida tu. Sasa huku watu wanaishi kwa mitambiko sana, uganga hivyo nini. Maisha yao yani ni ya ovyo tu. Ndio hivyo. Kwa hiyo aliponieleza kila akaniambiaje, unatakiwa uende kule. Sasa kipindi hicho akaanza kupiga simu kwa askofu wa jimbo la huku. Kwamba kijiji, akamuuliza kijiji fulani unakifahamu? Akamwambia nakifahamu. Vipi hapo kuna kanisa la TAG? Akasema hamna bado. Sasa hivyo ikaendelea hivyo. Askofu akataka nifungulie kanisa huku, lakini mambo yakaenda tofauti. Askofu wa ile jimbo Lazaro. Askofu Lazaro. Lazaro alikuwa anataka aje ahubiri huku. Afungue kanisa. Lakini mambo hayakwenda vizuri. Ila askofu akaniambiaje, kijana unatakiwa uende chuoni. Sasa nikajiuliza chuo naendaje, uwezo sina. Sikumbuki hapa ilikuwa mwaka gani wakati naongea naye hicho. Ikabidi nikae tu tena. Nikakaa tu muda ya miaka kama zaidi ya 5. Nakaa tu. Tukakaa tu kuendelea na kuhubiri injili mitaani huko. Siezi tunaenda kuhubiri. Tunaenda kuhubiri mitaani kushuhudia maneno ya Mungu hivyo. Lakini sasa kutoka hapo, na kipindi hicho nilikuwa bado sijaoa. Sasa baada ya kuja kuoa, nilioa mwanamke mmoja wa Tabora huku. Lakini yeye alikuwa anafanya kazi kwa askofu mtoka mbali. Kutoka askofu wetu wa sasa. Sasa nilioa 2016.
Sasa ilipofika 2018 mke wangu alijifungua. Alipojifungua akaenda wapi? Kwa mtoka mbali. Kwenda kupumzika huko kidogo. Sasa ile nafasi nikaona niitumie. Nikamwambiaje? Nenda kumwambia baba hivi na hivi. Nahitaji anisaidie niende chuoni. Alipoenda kweli, nashukuru Mungu, askofu akaniita nyumbani. Alipofika akaniita, akaniuliza habari ya wito wangu. Nikamwelezea kila kitu, sikumficha. Akaniuliza umeitiwa wapi? Nikamwambia ni nyumbani. Askofu akaniambia nyumbani. Aliniambia neno moja kwa Biblia kwamba nabii akubariki kwao. Nikamwambia sijui sasa nifanyeje. Maana ndio hivyo Mungu amenitia nyumbani. Alichokifanya mtoka mbali akanipeleka Tanga pale Kange. Kwa mwaka mmoja tu. Okay. Kama mihula 3 hivi. Hapo kamaliza hiyo 2018 karudi nyumbani. 2019 sasa hiyo mwezi wa 3. Askofu akawa ananiuliza, kabla ya mwezi wa 3 ananiuliza, anaongea na mke wangu kwamba vipi ameshapata sehemu ya kwenda huyo. Anambia hamna bado, hajapata. Sasa mimi nilitulia nimsikiliza askofu kwamba anaamua vipi, kwa sababu ndiye aliyenisomesha. Sasa sikutaka kujichukulia maamuzi yangu kwamba sasa mimi nifanye maamuzi yangu mwenyewe. Kwa kweli nikamheshimu kwa namna hiyo. Alichokifanya yeye sasa, baada ya mwezi wa 3 akaniambia kuna kanisa limepatikana. Watakiwa Mwanza, wilaya Kwimba. Sehemu moja pale Maria pale. Askofu akafanya mipango mwezi wa 3, akaniambia nenda karipoti sasa hivi. Hilo kanisa kwa nilipofika pale halikuwa na kiongozi yoyote, na lenyewe lilikuwa na muda wa mrefu kama miaka 5 na zaidi. Washirika wako peke yake. Halina mchungaji. Nilipofika hapo, yeye alifanya hivyo kama kwamba akasema hivi, sasa wewe umesema umeitiwa kwenu, ngoja mimi nikusogeze sasa kwenu. Jirani. Kama utaamua kwenda kwenu baadaye ni wewe sasa, ila mimi nakusogeza. Kwa hiyo nikaja nikaripoti familia, nikaiacha kule. Nikaiacha Kilimanjaro, nikaja pale Moshi. Nikaja hapo Mwanza, nikaripoti. Kuta kanisa hapo lina watu kama 30 baada ya kwanza. Sasa kwa kweli ilikuwa imeharibika, ile sura ya TAG ilikuwa haipo. Kwanza sasa kuna mzee mmoja anaitwa Mzee Mluma pale kwa Revival kwa Lazaro. Alikaa akanijenga. Akanipa usia kwamba kijana ukifika hapo usifanye vurugu yoyote. Wazee utakao wakuta wewe waache hivyo hivyo, wewe tulia kwanza uangalie usome mambo yanaendaje. Nikamwelewa baba kweli. Kwa hiyo yule mzee nimeenda kule Mwanza, nipoenda yule mzee aliendelea kushikamana na mimi. Tunaongea kwenye simu, ananishauri hivi na hivi, namueleza huku ni hivi na hivi. Sasa fika pale, kwa kweli hali haikuwa nzuri sana. Kumbe wazee wenyewe walikuwa wamejipanga kwamba hatumpokei. Hawakupokei tena wewe. Hawanipokei. Maana yake walikuwa wamelizika, si wao sasa. Sadaka zote zilikuwa zinaenda mfukoni kwao. Kila kitu. Naona? Sadaka zilikuwa zinaenda mfukoni kwao. Sasa ile swala kwamba mchungaji tena aje hapa alikuwa hajalipenda. Lakini alijitokeza mtu mmoja akanipokea kwa shingo upande, lakini kama tu kuondoa nani. Ila katibu mwenyewe alikuwa hayupo. Alikataa kuja. Kwa hiyo tumefika hapo tukaendelea hivyo, kanipokea. Jumapili kahudhuria ya kwanza watu 30 wapo. Kwa kweli baada ya hapo kweli zilikuwa tofauti kabisa. Hivyo. Cha ajabu kabisa sasa tulipoendelea hapo mwezi wa 3 huo sasa 2019 mwezi wa 3. Nilipofika mwezi wa 4 wa 5 kitokea kitu cha ajabu pale. Mara ya kwanza ilitokea siku moja Jumapili, kulikuwa na mabinti hapo wao sasa pale ndio top wenyewe. Kwamba sifa ni wao peke yao wawili. Na wakiongoza sifa lazima walie. Lazima walie. Sasa ile kitu sikuelewa maana yake, maana najua tu watu wanaliaga, lakini baadaye nikaja nikagundua kwamba hawa watu sio wazuri. Hata wakafanya mkesha siku moja Jumapili bila kunitaarifu mimi. Nikaja nikaambiwa kwamba
leo Jumapili kuna watu wanafanya mkesha wa mabinti kule wawili. Nikajiuliza mkesha gani wa watu wawili huu? Mchungaji huna taarifa. Alafu mchungaji nipo hapa sijaambiwa chochote. Naona. Lakini nikasemaje, ngoja niwaache kwa sababu bado mimi ni mgeni naangalia. Kumbe ni issue fulani inatengenezwa. Ilipo mkesha huu kafanyika usiku, ilipofika ibada ya Jumatano. Tumeenda kwenye ibada ya Jumatano hivyo. Yaani kama hawajanielewa hivi mimi kama ni mchungaji. Yaani wanaona wanajichukulia tu madaraka wenyewe tu. Mtu akiamua kuhubiri anahubiri tu yeye mwenyewe. Yaani ovyo tu. Sasa baada ya ibada wale mabinti wakasemaje? Tunaomba viongozi wa kanisa mbaki, na viongozi walikuwepo sasa na wenyewe wamekuja. Mbaki tuna kikao. Nikawaambiaje? Hicho kikao na mimi kinanihusu? Wakasema na wewe kinakuhusu. Ubaki. Lakini hao ni washirika wanakupangia wewe mchungaji. Ipoka kumbe kilichopo pale ni tuhuma kwangu kwamba mimi ni mchawi. Naona nimeloga kanisa. Wale mabinti wamesemaje? Usiku wakati tunafanya mkesha, Mungu ametuambia kama mchungaji aliyekuja amelizindika kanisa hili, ameliloga. Sasa Mungu ametuambia hivi, kuanzia leo hataki kupanda kwenye madhabahu kuhubiri. Nikawaulizaje viongozi? Hivi mnayaelewa haya maneno yanayozungumzwa? Na mimi bado nina kaugeni sasa fulani. Wamenyamaza viongozi hawasemi chochote. Lakini kuna binti mmoja na yeye alikuwepo pale. Nashangaa yule binti akasimama kama mtetezi wangu sasa. Kwamba nyinyi mnasema mchungaji ni mchawi, ameloga kanisa. Akasemaje, mnasahau kule nyuma kule kipindi cha nyuma tuliona dawa zimechimbiwa kwenye ukuta humu. Je, sasa mkisema mchungaji na kipindi hicho mchungaji alikuwepo. Sasa kama alikosa nguvu ule mtoto. Maana yuko peke yake. Wao wakaendelea kusimamia msimamo wao. Sasa nikaona hapa nikizembea mambo hayatakuwa vizuri. Nikawaambiaje sasa? Sasa nyinyi kwa sababu viongozi hawaongei kitu. Nikawaambia sasa nyinyi kwa sababu mimi mnasema mimi ni mchawi nimeloga. Nikauliza kwanza mnanitumu mimi ni mchawi. Uchawi wenyewe si ujui ulivyo. Hata kwa mganga kwenyewe sijawahi kwenda. Uchawi na ufanyaje huu? Unaona? Sasa nikawaambia neno moja. Nikawaambia ili swala hila kuniambia mimi kwamba nisipande madhabahuni kuhubiri, sitakubaliana nalo. Kama Mungu amewaambia mimi ni mchawi na sitaki kupanda kwenye madhabahu kuhubiri, sasa nikawaambiaje? Nendeni mkamwambie huyo Mungu kwamba huyu mchungaji amekataa. Naona amekataa. Nikawaambiaje? Kama ni Mungu kweli, basi atanikuta kwenye madhabahu hapa niulie hapo nifie hapo. Kwa sababu amewaambia na mimi nimepingana naye. Kwa hiyo nikasimama kwenye nafasi yangu kama mchungaji. Kwanza kuanzia hapo tukaendelea mwezi wa 4 wa 5. Kuanzia hapo sasa wazee wa kanisa wakajitenga. Na maana kulikuwa na wakati nakuja nilikuwa nakula kwao. Kwao washirika wakajitenga. Wazee wa kanisa wale wakaniambia, mchungaji, sasa sisi hatuna amani na wewe. Tumeamua sasa sisi tuondoke hapa tukaanzishe kanisa letu na sisi nyumbani. Kwa kweli wakaondoka. Kuanzia hapo wakachukua na watu wale sema kwamba hawa washirika tumewaleta sisi kanisani. Kwa hiyo tunaondoka nao. Wakaondoka nao baadhi, wengi kutokea mpasuko. Kwa hiyo toka watu 30 tukabaki watu kama 5 hivi chini. Naona. Kwa hiyo kuanzia hapo huduma ikawa ngumu kweli kweli. Lakini tunashukuru Mungu walipotoka haweni litokea. Hata hali ya pale ikabadilika. Na wale mabinti pia walikuwa mmoja wapo walioondoka. Na wale mabinti walikuwa mmoja wapo. Naona. Ilikuwa mmoja wapo. Na wenyewe wakaondoka. Kwa hiyo kuanzia hapo hivyo 2019 tukaumaliza mwaka ule, nikaumaliza ule mwaka pale. Ilipofika kabla sijaumaliza, ilipofika mwezi wa 7. Mwezi wa 7 wa 6 ikabidi nisafiri kufuata familia. Maana kwamba aliona kwamba sasa huyu mtu anakula kwa watu ambao hawamtaki. Mwisho atamzuru. Ikabidi nifuate familia Kilimanjaro, Moshi male.
nikaileta familia. Tulipofika pale poileta familia, kwa kweli maisha yalikuwa magumu kidogo. Kwa kweli gharama za njiani zote za nauli hali imebaki kidogo tu, pesa imebaki kidogo tu. Hatujui hata tunaenda kuanzia wapi, tunaenda kula nini, tunaenda nyumba ya kupanga tunaenda kulipa nini. Kwa hiyo tumefika tu hivyo, yani kanisa lenyewe ndio limegawanyika hivyo. Hamna msaada wote kwenye kanisa wa kutusaidia. Kwa tukatafuta tu nyumba, kwa sababu ya kawaida ilikuwa nimeshakapa nini tayari kwa muda ule nilikuwa nimetangulia. Hivyo tukaanza maisha. Nyumba ya kupanga, maji ya kulipia, na chakula mtafuta wenyewe. Tumeanza pale maisha hivyo na mke wangu. Mke wangu akawa ameuza uji ndani ya mwaka mzima. Anaamka saa 11 saa. Anaamka saa 9 kupika uji nyumbani. Zile chupa ndogo hizo za vikombe 4. Anaenda kuuza, kuna sehemu ambazo magari ya kwenda Mwanza mjini yanatoka, ndio stendi yetu ya pale mahali hapa. Anaenda kuuza zile chupa 2 zile ndogo za vikombe 4 vile. Ndio maisha yetu yalianzia hapo hivyo. Yani na ilikuwa ni kipindi cha masika. Anaamka saa 9, mvua inanyesha, anatoka nayo kuwahi magari kabla hajaondoka. Anauza uji. Mimi mwenyewe sijui hata nifanyaje ugenini huko, hamna chochote mfukoni. Yani tulienda tu hivyo hivyo basi, na huko tuliko ni wageni. Ameuza uji mwaka mzima mpaka nikaanza kumonea huruma. Kwamba sasa haya maisha itakuwaje? Kaa pale hivyo. Nakumbuka kipindi moja ilikuwa 2020 hiyo. Sikumbuki mwezi gani nikaugua mimi. Nilitokewa na jipu sehemu ya haja kubwa. Yani ilianza kama upele tu fulani hivi. Likaumuka lote hivi. Ilinichukua, ilianza Jumapili kama nasikia maumivu. Jumatatu, ile Jumatatu tukajaribu kama kulitibu na mke wangu, lakini ndio kama tumelichokoza. Ile Jumanne, kuamkia Jumanne sasa ndio hapo sasa nilishinda ndani na tambaa chini. Naona, yani nalia kilio, namuona Mungu kama hayupo hivi. Najiuliza ni kitu gani? Kuamkia hiyo Jumatano tukaenda hospitalini, duka la madawa, kutafuta dawa angalau za kunani. Kumuelezea daktari, naye muuza madawa anashindwa kuelewa ni kitu gani. Tukaenda kituo cha afya. Kituo cha afya pale tulipoenda, daktari aliponiangalia alishindwa kuelewa. Walinichoma walikaniweka sindano 3. Asubuhi, mchana na jioni. Kwa kweli waliponichoma ile ya kwanza, nimelala kitandani kama nimelazwa hivi. Sikusikia hali yote ya badiliko. Na ya pili mchana tena. Sasa bahati nzuri akaja mtu akatuambia kuna mtu fulani anaweza akakutibu. Ni daktari wa kujitegemea. Ikabidi nitoke hospitalini pale, kurudi nyumbani kamtafuta huyo mtu. Kwa kweli yule mtu alipofika pale nyumbani kwake, aliponitazama alishangaa. Maana sasa linaelekea kwamba kama tungechelewa ile sehemu ingeoza. Naona. Kwa hiyo tulipofika hapa akatuambia gharama, tuambia kama 20,000 kitu hivi. Mke wangu, wanawake waga mnasiri sana. Mwenyewe kwa sielewi. Akaniambia ngoja niende nyumbani. Akaenda nyumbani, aliporudi, alipofika tu kwanza akaanza kulia. Anatoa hela hivi kama 20,000 kitu hivi, karibu ya 30. Nikamuuliza ile umetoa wapi? Akasema hii hela nimeificha muda mrefu mno, nilikuwa nafikiria kitu cha kufanya. Lakini sasa hii hali hii inavyoelekea ni mbaya. Nimeona niitoe tu. Kwa hiyo aliitoa kwa machozi. Na kazi ya uji anaendelea nayo. Akaitoa. Kwa kweli nikapata dawa pale, yule mtu akatuandikia dawa ya kupaka ule uvimbe pamoja na ya kumeza nyingine. Kwa hiyo kuanzia hiyo Jumanne hiyo jioni nilipoenda kuanza kutumia, nikameza nikapaka. Kwa kweli nikalala vizuri. Nikaanza kusikia ile hali kama kuna kitu kinatembea pale kinazunguka. Ile dawa niliyopaka nyingine ya kumeza kama kuua wale wadudu fulani hivi alikuwa anasema daktari. Kwa kweli nilipata nafuu siku hiyo, nikalala nikasinzia vizuri.
Ilifika Jumapili niko vizuri kabisa, nikaenda na kusimama madhabahuni kuhubiri. Nikamshukuru Mungu kwa hilo. Alitokea mtu Kilimanjaro. Nikawa naongea naye tu simu. Sasa akaniambia za huko Mwanza, nikamwambia Mwanza nishahama. Niko Shinyanga sasa huduma mpya. Akaniuliza kwamba vipi, una jengo huko? Nikamwambia sina jengo, na kiwanja sina. Akasema tafuta kiwanja cha milioni 1 nitakununulia. Unaona? Nikaona muujiza huu. Kwa kweli huyo mtu kutoka Kilimanjaro, ndipo tafuta kiwanja mwezi wa 9 mwisho ndio nilipata kiwanja mwaka jana. Akatuma milioni 1 yake kwa askofu wa jimbo letu. Kiwanja tukanunua hiki tukapata. Kina ukubwa gani hiki? Hiki ni kama nusu heka hivi. Okay. Kama nusu tu. Kwa hiyo tukapata kiwanja hapa. Tukaendelea kumuomba Mungu tena hapo. Mungu sasa hiyo mwaka jana hiyo. Kwamba Mungu atusaidie. Vita na yenyewe hapo na yenyewe imepamba moto. Yule kijana anatusumbua pale. Anangoa miti namna hiyo. Kwambia jamani, tunamwambia na mama yake kama mtoto wako hivi na hivi. Wala hamuelewi na mama yake tena. Hivyo hivyo. Tumemaliza huu mwaka, tumeingia huu mwaka mwingine. Tunamuomba Mungu. Mungu atusaidie tujenge. Kwa hiyo sasa ikafika hatua nikaanza kushirikisha tu watu. Na hasa Kilimanjaro huko. Kuniko tokea, maana huko ndio nafahamika zaidi. Akatupa tena milioni 1. Tukanunua hizi, tukafuata hizi mbao na bati na kila kitu, tukaja kupaua na kulipa mafundi. Kwa hiyo mpaka hapa tulipofika ni hivyo, kwamba kwa kweli kulingana na kanisa lilikuwa limerudi nyuma, ujui hata umshirikisha nani. Naona uwezo wa watu wa huko na wenyewe washirika ni mdogo. Kwa hiyo Mungu anainua watu namna hii. Kwa hiyo hata tulipofika hapa jengo na wenyewe tunataka tujenge hanamu, bado nasubiria nipate hela kwa ajili kujenga hanamu hizi, kuziba kwa ajili ya upepo. Bado tunafikiria milango na kwenye madirisha na kuikarabati hii nyumba ikae vizuri. Na huku chini pia. Na huku chini. Lakini sasa fedha hakuna. Tunaendelea kumuomba Mungu hivi atupe watu wa kutushika mkono ili kuendelea kuiweka nyumba hii vizuri. Na hapa tulipo hatuna hata viti chochote. Tuna mabenchi haya mawili. Vitu vingine sasa tunachukulia kwenye hiyo familia ambapo tulipoanzia huduma. Kwa pale sasa ilibidi mje muondoke. Sasa tulipojenga hapa kabla ya kupaua, tulikuwa tumesimika miti, tukafunga turubai. Ikawaambia jamani, kama tumejenga jengo tumelizunguka, tumelimaliza boma, hii hali ya kupaua itatukuta pale pale. Tukaje ile hema la pale tukalihamishia wapi? Ndani. Tukawa tumechimbia miti pembeni, tukafunga turubai kwa ajili tukafunika. Kwa hiyo hii ya kupaua imetukutia hapa. Kama mnaendelea. Maana sasa tuliona hii vurugu ya hapo tuepukane nayo. Lakini viongozi wangu wa section walikuwa wananishauri hivyo kwamba nenda kwako. Unaona? Kwa mpaka sasa hivi sasa unaendelea washirika wangapi ambao mnapanga sasa? Idadi ya washirika ambao tuko sasa hivi kutokana na huo ambao kabisa hapa ambao tumesimama sasa hivi tuko 3. Ni mimi mama mchungaji na huyo mke wa huyo baba alikuwa anatusumbua pale. Lakini na vijana watu wazima tuko 3. Ila nina vijana na kijana mmoja ambaye ana mwelekeo mzuri na yeye. Ila yeye sio mwenyeji wa huku. Alikuja tu kwa ajili ya kazi hivi. Ila ana msimamo vizuri. Yupo. Asante sana. Mungu ambaye anamtumikia Mungu kwa kweli huku vijijini, na hakika umemsikia hali ya ugumu wa maisha anayopitia kwenye familia, lakini pia kwenye huduma. Basi nikusihi sana na nikuombe wewe mtazamaji na mtu wa Mungu ambaye umekuwa ukisapoti kazi ya Mungu kwa ukubwa sana. Naamini kabisa utakuwa umesikia ushuhuda wa mchungaji huyu. Basi nikusihi chochote ambacho utatamani kukifanya kwa ajili ya kazi ya Mungu, tutapata mawasiliano yake ili basi wewe uweze kufanya chochote, kama utamshika mkono kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini pia kumsapoti kwa ajili ya huduma ambayo Mungu ameweka ndani yake.
hali ya ugumu ya maisha ambayo imepelekea pia wakati mwingine familia kutokuwa na amani ni kwa sababu ya hali ya uchumi. Kuna mtu ambaye anayo fedha lakini pengine hujajua kwamba kuna watu ambao wanapitia hali ngumu ya maisha. Na ni watu ambao wamejitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Basi ninakuomba sana, fanya chochote kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wala ufanye kwa ajili ya mchungaji hapa. Naamini chochote unachofanya unafanya kwa ajili ya ufalme wa Mungu, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Mchungaji, tupe mawasiliano pengine kama kuna mtu ambaye anatamani kufanya chochote kwa ajili ya kazi ya Mungu mahali hapa, lakini pia anayetamani kukusapoti kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya chochote, kwa ajili ya familia. Karibu sana. Namba yangu ya Voda ni 0757793368. Jina ambayo itakuja hapo linalo kuja pale baada ya kuingia kwenye nani, inakuja jina la mama mchungaji. Anaitwa Zawadi Majaliwa Maulidi. Oh. Zawadi Majaliwa Maulidi. Amen. Ni jina la mke wangu. Ni namba ambayo inapatikana muda wowote pia au kuna namba nyingine? Ni namba ambayo inapatikana muda wowote kabisa. Na hata sasa iko hewani. Okay. Lakini kuna namba nyingine ya pili ya Halotel. Ni 0615003368 ambalo itakuja pale George Samuel Shija. Amen. Kwa majina yangu ninaitwa mchungaji Benedict Mwaigombe, mchungaji wa kanisa zuri la TAG pale SVC, lakini pia ni mwangalizi wa eneo hili wa hii section ya mageuzi. Hapa niko kwenye kanisa letu jipya ambalo linaendelea kujengwa na kuimarishwa chini ya mchungaji George Samuel, lakini pia linaitwa Adonai Christian Center Seseko. Tunamshukuru Mungu kwamba mchungaji huyu anapambana kwa mazingira yake, anapambana kuhakikisha anafanikisha kazi. Haijawa rahisi. Nilifika hapa kwa mara ya kwanza kikiwa ni kiwanja tu. Leo hii tayari kuna jengo si kubwa, lakini kwa kuanzia kwa huku kijijini linafaa. Halijaisha, inahitaji msaada wa karibu, milango kufanywa kwa ajili ya milango, madirisha, ndani pia kufanya sakafu hiyo hapo, pasta na vitu vingine vyote. Kwa nina imani ya kwamba Mungu atakugusa wewe unayesikiliza na kuiona hii kazi ambayo iko kwenye eneo la kimisheni, kwa kisha unaweza ukafanya kitu. Basi sadaka yako utakuwa umetoa kwenye udongo ulio mzuri, kwa sababu utakuwa umemgusa Mungu. Ukigusa kazi hii ya kijijini hapa, itakapopendeza, basi Mungu atakufurahia na kukubariki. Karibu basi ushiriki kuijenga kazi hii. Asante. Niwashukuru pia NYTV kwa kuja huku kijijini kwenye misheni. Asanteni, mmelipa nauli zenu, mmelipa gharama mbalimbali, muda wenu kuja kuona kwamba mnaweza mkafanya interview hii ili kuonyesha Watanzania namna gani ambavyo Mungu anafanya kazi na wachungaji vijijini. Mungu abariki NYTV, Mungu abariki kanisa TAG, Mungu abariki kanisa la hapa. Asanteni.